itasaidia kuweza kuelewa ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu na anatenda kazi hadi sasa. Kwenye Jumatano 2 zilizopita tumeangalia somo muhimu sana ambalo lilikuwa linaongelea habari ya nguvu itendayo kazi ndani yako, na tuliona kwenye kitabu cha Waefeso katika ile sura ya 3 tukaona fungu la 20 kile ambacho kinaelezewa ya kwamba Mungu anatujibu zaidi ya vile tunavyoomba au tunavyoweza kuwaza au tunavyoweza kufikiria, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mnakumbuka tukaona ya kwamba katika masuala muhimu ya kuzingatia, mojawapo ni kwamba kuna ubora wa imani na kiwango cha imani. Lazima uvitazame hivi vitu vizuri sana. Lakini pia tukaona ya kwamba Mungu anapomwandalia mtu majibu ya maombi yake, anamuandaa kwa ajili ya nafasi, anaandaa nafasi, capacity. Na wakati mwingine unaweza ukaona kama vile Mungu hajakujibu kwa wakati, kumbe alikuwa anakusaidia kufanya maandalizi sahihi ya kupokea baraka ambayo Mungu anakuletea. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo niliona ya kwamba kabla ya kuanza somo jipya la leo tuweze kuyatazama vizuri. Lakini kwa wale ambao mliokuwepo katika Jumatano iliyopita, nikamalizia na kanuni kuu 4 ambazo ni za muhimu sana katika maisha yetu ya kiroho. Tunapoomba, tunapohitaji Mungu atufanyie mambo fulani fulani, ukichunguza ni kwamba kwa vile ule msukumo wetu wa ndani haujazingatia hizi kanuni, wakati mwingine tunaomba vibaya. Ndivyo anavyosema Mtume Yakobo, anasema mwaomba hampati kwa kuwa mnaomba vibaya. Kwa hiyo kuna kuomba vizuri. Sasa hizi kanuni 4 nilimaliza nazo katika somo lililopita, na leo nahitaji tuanze kujengea hapo sasa, ili tunapoingia kwenye somo jipya la siku hii ya leo uweze kujenga katika msingi ule ambao tunauendeleza, ukisonga mbele hadi huko mbele zaidi uweze kupata nguvu za kiroho na kusonga mbele. Kanuni ya kwanza tukasema Mungu hutenda kulingana na nafasi unayompa. Hii kauli imekuwepo ambayo tunasema Mungu kwanza, Mungu kwanza, Mungu kwanza. Ni kauli nzuri sana, lakini natamani hii kauli tungeingiza kwenye vitendo. Utaiangalia hata katika masuala yetu ya matoleo ya zaka na sadaka. Hapo utajua kwamba hii ni kauli ambayo tunaishi au tunaitamka mdomoni tu. Ukitazama vizuri swala la tulivyowekewa kutoa zaka, zaka ina sababu nyingi sana. Kwa sababu leo siongelei habari ya zaka, siwezi kugusa zote hizo, lakini ni nyingi sana. Moja ya sababu kubwa ya zaka ni kanuni ya Mungu kwanza, kwamba katika mapato yako kabla we kutumia, Mungu kwanza. Na kanuni ya kwanza inasema ya kwamba Mungu hutenda kulingana na nafasi unayompa. Ndio. Kwa hiyo kumbe wewe una maamuzi makubwa sana ya kusema nimempa Mungu nafasi kubwa au nimempa Mungu nafasi ndogo. Kanuni ya pili tukasema maandalizi ya ndani hutangulia matokeo ya nje. Sasa ukitazama sana katika mahubiri yetu, katika mimbari zetu, katika maisha yetu kwa ujumla, tumekuwa tukikazana na maandalizi ya nje kuliko maandalizi ya ndani. Wale ambao wanamuelewa Ellen White, nikasema kuna kitabu kimoja na kita Adventist Home, yule mtu wa ndani, utu wa ndani ameuita hekalu la ndani. Kuna majina kadhaa anaitwa huyu mtu wa ndani. Kwa hiyo kile ambacho kiko ndani kitaamua kile kilichoko nje. Ni mafundisho ya Yesu, ni mafundisho ya Torati, yote yamekazia kitu hiki. Hata mpaka wanafalsafa ambao hawako katika dini wanakazania sana habari ya kuandaa ndani ili matokeo yake yaweze kuonekana nje. Niumbie moyo safi. Kauli ya niumbie moyo safi sio niumbie mwili mpya. Somo la leo ambao tutalianza utaona kile ambacho mpaka wanasayansi wamethibitisha ya kwamba ni kweli. Kanuni ya tatu, nakumbuka tukasema imani hai ndiyo njia pekee ya kupitisha nguvu. Kwa kuna imani hai, kuna imani mfu. Mashaka ni kizuizi, imani ni kipitisho. Ndio. Kanuni ya 4 tukasema utukufu wa Mungu ndio lengo la mwisho. Mtoto wa Mungu unayenisikiliza, hili liwe katika maisha yako ya kila siku. Yako. Utukufu wa Mungu ndio uwe wa mwisho, ndio target. Kwa lugha nyingine niseme hivyo, nikisema utukufu wa Mungu ndio lengo,
la mwisho inakuwa na maana kidogo kuliko sema uwe wa mwisho. Ndilo lengo la mwisho, yaani yote ambayo utakuwa unayafanya, lengo la mwisho iwe ni utukufu kwa Mungu. Na hii sio hoja ya vitisho, ni hoja ya ukweli ya kwamba mimi David Mbaga naye na wewe hapa, sikuwahi kuandika barua yoyote ya kwamba nizaliwe, nilijikuta nimezaliwa. Aliyeamua hivyo ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anastahili kuabudiwa na kuheshimiwa, iwe amenifanyia navyotaka, iwe hajafanya, ni haki yake, maana huyu Mungu ndiye amenileta mimi hapa duniani, sikujileta mimi mwenyewe. Namba 2, uhai wangu, hewa ninayopumua hapa ni ya kwake yeye. Mwandishi wa kitabu cha Matendo anasema vizuri, kwake yeye tunaishi, kwake yeye tunakuwepo, kwake yeye tumetoka. Kwa hiyo kwake ni kila kitu. Mwanamuziki mmoja maarufu hapa nchini Tanzania anaitwa Chidi Benz, wale ambao wanamfahamu. Katika mahojiano yake, kuna mahojiano ambayo niliyapenda sana, akaeleza kwa nini wanamuziki wengi hufa vibaya, na moja sababu kubwa anasema ni kwa sababu muziki una nguvu, na ile nguvu inafanya wanamuziki waanze kuchukua utukufu wa huyo. Hakutaja direct jina, akasema tu huyo. Nani? Asema huyo, akaonyesha kwamba ni Mungu. Na ni kweli. Na niwaambieni watu wengine, kuna lugha imetumika kwenye Biblia inasema Mungu ni Mungu mwenye wivu. Neno wivu wakalitafsiri vibaya, wakadhani kama vile wivu wa mimi na wewe tunavyoneana wivu wa vitu fulani kachukua, kwa hiyo ni wivu. Ile neno wivu ni symbolic, sio neno ambalo lina maana ya wivu wa mimi na wewe. Ni hivi, utukufu wa Mungu lazima uelewe maana yake ni nini. Kwa lugha ya mkoloni ameita glory, lakini katika lugha ya Kiyunani doxa. Ukiangalia asili ya Kiyunani pamoja na lugha ya Kiebrania ambayo ndio lugha zilizotumika sana kuandika Biblia, neno utukufu linamaanisha uzito, weight. Kwa hiyo tunaposema, Mungu anaposema kwamba utukufu wangu sitampa mwingine, ina maana ule uzito wa kile kitu sitampa mtu mwingine, kwa sababu ni sawa na wewe umpe mtoto ambaye ana miaka 4 abebe uzito wa gunia la kilo 100, atakufa. Kwa huwezi kuniambia kwamba kilichomuua mtoto ni wewe uliyeamua vile, ila ni ule mzigo mtoto aliyeamua kuubeba. Kwa mzigo wenyewe unaua, doxa, weight yenyewe inaua. Kwa Mungu anaposema utukufu uwe wa kwake, ana maana kwamba ninyi hamwezi kubeba hii kitu, itawaua. Ndivyo ilivyo. Ni kama hoja ya ujuzi wa mema na mabaya. Mungu anasema huyu mtu amekuwa mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Ina maana ya kwamba kabla ya mtu kujua mema na mabaya alikuwa kwenye saidi moja tu ya mema peke yake, lakini kitendo cha ujuzi wa mema na mabaya kimesababisha huyu mtu ashindwe kuchagua, kwa sababu yeye katika uwezo wake, mwenye uwezo wa kujua jema na baya, lakini bado akachagua jema, ni Mungu. Sisi tukishaingia kwenye hiyo area ya jema na baya, automatic tunapinda kuelekea kule kubaya. Kwa mwisho wa yote, utukufu uwe ni wa Mungu, ili ulichukue vizuri kabisa. Yani hapa ninavyoongea na wewe najisema mpaka mimi mwenyewe ya kwamba hata kama wewe nahubiri hapa, utukufu wa Mungu ndio lengo. Popote pale nitakapokuwa kuna kitu ambacho nimewiwa kukifanya na jitihada za kufanya, utukufu wa Mungu ndio lengo. Na utukufu wa Mungu ukiwa ndio lengo, umetembea katika barabara nzuri sana. Tumuombe Mungu sana tusaidie tunapoingia kwenye somo la leo. Roho Mtakatifu aweze kusaidia.
Saidia, fumba macho yako kwa mazingira uliopo. Hata kama kwenye gari, unaweza ukafumbua tu macho yako. Unaweza hata kama unaendesha, unafanya kazi, sikiliza ombi hili kabla ya kuanza somo la leo. Tuombe. Baba Mungu, nakutukuza kwa upendo na neema yako. Leo tunapoanza somo letu hili naomba uwe nasi, tupatie uelewa wako vizuri kabisa, ili tuweze kuelewa na kuingiza katika vitendo. Kizuizi chochote katika ulimwengu wa roho ambacho kinazuia mtoto wako asielewe neno, lisiingie katika maisha yake, kiondoke kwa jina la Yesu Kristo. Asante, maana unakwenda kututendea zaidi ya vile tuombavyo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Leo tuna somo ambalo linasema vita ya kimya. Unajua, katika maisha yetu sisi wote ambao tunazaliwa tukiwa ni wapiganaji. Nitumie tu mfano, nitaanza na taifa la Israeli kama taifa, alafu nitakuja niongelee nchi ya Tanzania kwa jinsi ninavyoijua. Nitaongelea pia na nchi ya Singapore, ambazo ndio napenda kuzitolea mfano katika haya. Wenzangu wa Jamhuri ya Kenya watatuambia kule kwao utaratibu ukoje. Unaweza ukakomenti hapo kwenye YouTube tunavyoendelea katika ile ambayo alisema kwa Jamhuri ya Kenya ikoje. Wenzangu wa kule Kongo, marafiki zangu, mtaniambia na kwenu ikoje hii ambayo nakwenda kuisema, na nchi mbalimbali kama Burundi, Rwanda na kwingineko mtasema vizuri. Lakini nianze na hiki ambacho nataka kusema, ni kwamba Mwisraeli yeyote anazaliwa, kitu cha kwanza kabisa anapoanza kupata ufahamu, anaandaliwa kuwa askari wa kulinda taifa la Israeli. Hapa naongelea taifa la Israeli, siongelei Israeli kama watu wa Mungu. Usije ukachanganya haya mambo mawili. Wanapokuwa na ufahamu, watoto wa Kiyahudi wote leo wale ni askari, wanafundishwa kulinda. Yani amezaliwa kupigana. Hata kama ukimkuta ni mwanamuziki, anafanya sanaa, ni mpiganaji. Katika vikundi vya upelelezi ambao vina nguvu sana duniani, Mossad ina nguvu kubwa mno. Achana hizi propaganda ambazo zinaendelea duniani, watu wanaelezea sijui kuna akina CIA, kusijui akina Scotland Yard, sijui akina nani, lakini Mossad ina ujuzi wa ziada mkubwa sana. Kumbuka, siongelei habari ya taifa teule, naongelea Israeli kama taifa, kama vile Kenya, kama Tanzania, kama nchi yoyote ile. Ina maana kile ambacho anakifanya tunaweza kukopi pia. Mfano, nilikuwa naangalia baadhi ya maeneo ambayo Mossad wanapata taarifa zao. Wanapata taarifa kupitia pia raia wa Israeli wanaoishi maeneo mengine ambao sio wanachama wa Mossad, lakini bado pale walipo wanaweza kutoa taarifa kwa ajili ya faida ya taifa lao. Njoo Tanzania. Huko nyuma, wakati Mwalimu Nyerere ameanzisha hili taifa la Tanzania, ilikuwa kwamba karibia watu wote lazima waende jeshi la mgambo, wanaita jeshi la akiba, lakini wakaita pia national service. Baadaye ile kitu ikatoka. Ilivyotoka, wakaja mfumo mwingine ambao sasa hivi ndio unaoendelea, ya kwamba kuna kiwango ambacho ukifika cha elimu lazima uende mgambo. Kama hujafika huko, unaweza ukaenda mgambo kwa hiari. Singapore wana kitu hicho pia, na wenyewe ni kama vile tunashabihiana katika masuala haya. Nije katika taifa la Mungu ambalo ni mimi na wewe. Baada ya Lucifer kuasi, akaamua kuanzisha ufalme wake na utawala wake kinyume na Mungu, alishindwa. Kitabu cha Ufunuo kinasema akatupwa. Alivyotupwa akaja duniani, na hasira yake ilikuwa kwetu si binadamu,
ambao kiukweli ni watoto wa Mungu, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Kwa ukiangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 1, anapoelezea habari ya mtu na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, yale maelezo yanayoelezwa pale ya jinsi huyu mtu anavyokwenda kuwa, inakuonyesha kabisa binadamu ni kiumbe au mtu ni kiumbe tofauti na viumbe vingine vyote ambavyo viliwahi kuumbwa na Mungu. Kwa hasira ya shetani ikawa kwa mtu, na kwa hekima ya Mungu ambayo mimi na wewe hatuijui, tutajua siku hii vita itakapoisha, Mungu akaamua kumwacha huyu jamaa aje hapa duniani, lakini akatupa sisi uwezo wa kumshinda. Hata Yesu anapoondoka duniani anaomba ombi lake, anasema, Baba, siombi uwatoe katika ulimwengu huu, bali walinde na yule mwovu. Lile ombi ni ombi la kutosha ambao limetupatia sisi ulinzi ambao sio wa kawaida. Ndio maana mimi ukiniuliza ndani ya moyo wangu kabisa, ndani to the bottom of my heart, ndani kabisa ya moyo wangu, ninaamini ya kwamba mtu yeyote awe anajua kuomba au hajui kuomba, ana kiwango cha ulinzi cha Mungu mpaka afikie kiwango cha kufanya maamuzi ya kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huyu mtu kwa maamuzi yake mwenyewe amkatae Yesu, ndipo atakuwa amejiexpose mwenyewe kwa nguvu za giza, na huko ametokana na ulinzi wa Mungu, amewacha kabisa. Lakini maadamu yupo katika hatua za kukua na kupata ufahamu, kuna kiwango cha ulinzi ambacho anapewa hata kama analala kitandani bila kuomba. Tofauti ni kwamba sisi ambao tunamjua Yesu sasa, sisi inakuwa ni extra. Siombi watoe, bali walinde na ule mwovu. Hapo anatuombea sisi. Kwa nini? Tuna kazi ambayo tunaifanya hapa. Sasa mchungaji, unamaanisha nini? Namaanisha hivi, yeyote aliyezaliwa na yeyote aliyempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake lazima ajitambue ya kwamba yeye ni mwanajeshi katika ulimwengu wa kiroho. Yaani huna choice. Upende usipende, uamue kuamini au usiamini, umezaliwa katikati ya vita, na hapa tulipo ni either uchague kukaa na kutulia bila kupambana, uchukuliwe na kwenda upande wa adui, au uamue kutetea eria yako kwa kumpokea Kristo ili akulinde na kukupa ushindi kila siku. Ushindi wetu tunapewa, sio tunapata. Tunapewa. Nikisema tunapewa, namaanisha kwamba umeshapatikana tayari kupitia Kristo Yesu. Kwa Kristo anatupatia ule ushindi, si tunatembea katika ushindi. Ninaposema leo tunajifunza habari ya vita ya kimya kimya, ninaongelea habari ya ukombozi wa fikra na kutambua aina ya vita. Ukombozi wa fikra na kutambua aina ya vita. Hebu tuchanganye kidogo, tuongee maisha yetu ya kawaida, alafu takuja pia tuangalie na maisha yetu ya kiroho. Tunaposema ukombozi wa fikra, hakuna kitu cha hatari duniani kama mtu anayeweza kutawala fikra zako. Hakuna. Nimekuwa mdau mkubwa sana katika masuala ya elimu, nikazania sana masomo yale ambayo yanawasaidia watoto wetu kujua kufikiri, sio kuwapa cha kufikiri. Na hayo ndio ambayo nilikuwa natamani hata katika mitihani yetu hapa Afrika Mashariki, kule Rwanda, kule Kongo, kule wapi, ndio yangewekewa mkazo zaidi hapo kuliko kukariri. Kukariri hakufikishi popote mtu. Hakuna. Kuna mtu amekariri what is biology, lakini hajui maana yake nini, ila amekariri kabisa. What is geography, amekariri vizuri kabisa. Ukimuuliza hapa atakutajia vizuri na amenyoosha Kiingereza vizuri kabisa, lakini mwambie ina maana gani, hajui maana, amekariri. Ukombozi wa fikra ndicho kitu kikubwa. Hata hii migogoro yote ambayo unaiona ikiendelea katika hizi nchi zetu za Kiafrika, ukiona inaendelea katika hizi nchi za wenzetu huko, haya maandamano ambayo unayaona, hiki kizazi ambacho kinainuka na kudai haki kwa nguvu zote ambazo mmeziona karibia kila mahali, mpaka imeweza kupindua baadhi ya maraisi kule katika visiwa vya Komoro, wapi mnavyoviona. Mgogoro mkubwa kabisa, mkiuchunguza vizuri kwa kina kabisa bila kuwa na papara, ni swala la kifikra. Kama pakipatikana mtu ambaye anaweza kujibu maswali na kufanya fikra ziweze kupewa majibu na kuridhika, hakuna mtu yeyote ambaye atafanya ambayo yanafanyika. Mungu atusaidie sana. Kwa ukombozi wa fikra si swala la kiroho peke yake, ni swala pia la kimaisha ya uchumi na usalama wa nchi husika, kijiji, mtaa. Ukombozi wa fikra. Hebu fikiria mwizi ambaye anakuja kuiba simu usiku,
anakuja kwenye dirisha, umelala usingizi, lakini anaweza akapenya vizuri kabisa na mi naita kuvua, ni kuvua kabisa, akachukua ile simu ambayo imewekwa pale katika, inachajiwa mahala fulani, akajua kupata kifaa cha kuichomoa ile simu kupitia dirisha mpaka akaitoa ile simu akaondoka nayo. Hii ni akili kubwa sana hii. Yaani hicho kitendo cha kufanya hicho kitu, hii ni akili kubwa sana. Hii akili inatakiwa tu ihamishwe, iingie kwenye uzalishaji, itoke kwenye wizi. Mtu ambaye ana uwezo wa kukuchomoa hela ukiwa kwenye daladala, ukiwa kwenye matatu, na anaweza akaichomoa ile pesa na usisikie kama imechomolewa mpaka unashuka, ndipo unaanza kushtuka ile imeondoka, na aliyechukua humjui. Ni akili kubwa sana. Ile akili ikiingizwa katika swala la uzalishaji, huyu mtu anaweza akazalisha vitu sana. Ukombozi wa kifikra. Angalia kitabu cha Waefeso sura ya 6 fungu la 10 hadi la 12. Tuliangalia sura ya 3 kwenye kipindi kilichopita, vipindi viwili. Sasa hivi tuangalie sura ile ya 6 fungu la 10 hadi ile fungu la 12. Anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hii ni sehemu muhimu sana ambayo Mtume Paulo anaiongelea. Wale ambao mlikuwepo, tulisema kwamba kitabu cha Waefeso kinaandikwa na Paulo akiwa gerezani, akiwa anawaandikia waumini walioko Efeso, mji muhimu sana katika himaya ya Kirumi, kiuchumi, kifalsafa, kidini. Hapa ndipo kuna wasomi wako hapo. Hapo ndipo kuna hekalu la Mungu mkubwa ambaye yuko hapa anaheshimiwa. Hapo ndipo kuna kila aina ya uchawi ambao unaweza kutaja duniani, ambapo hata leo hii hakuna. Kulikuwa na vitabu vya masuala ya uchawi na ushirikina, vimeandikwa vya kutosha kabisa, watu wanaenda kusomea shule ya hayo mambo. Kwa hiyo Paulo anawaandikia hao watu walioko hapo, maana wamepambana na wenzao, wamepambana na watu wasiompokea Yesu Kristo, wamepambana na watu wengi, wakaanza kupambana. Paulo akawambia, mmekosea katika namna ya kupambana. Nyie mnapambana na watu badala ya kupambana na roho iliyoko ndani ya mtu. Hii imepelekea mara kadhaa nikiwaambia waumini wacha Mungu ya kwamba ni kosa kabisa kumwona mtu kwamba ndiye mbaya wako, maana Biblia imekukataza. Hupambani na mtu, unapambana na roho iliyoko ndani. Wale ambao wamepitia uzoefu utagundua kwamba ulipokuwa eneo fulani kuna watu walikuwa wanakuchukia, kuna watu walikuwa wanakushambulia, na ulipohama hilo eneo ukaenda eneo lingine wakaibuka tena watu wengine tena. Yaani wewe unaona tu watu wabaya, fulani ni mchawi, fulani yuko hivi, fulani. Badilisha fikra. Tatizo liko hapa kwenye ubongo wako. Ukijua ni vita ya kiroho, hutamwona mtu na hutatamka mdomoni mwako fulani ni. Utapambana na ile roho iliyoko ndani yake, na hapo utashinda na kuimaliza kabisa. Utaona mambo makubwa sana siku hii ya leo. Uwanja wa vita, akili yako ndio control room, ndio chumba ambacho kinatawala kila kitu, ni katika akili yako. Ukiweza kudhibiti mambo yanayotokea hapa katikati ya masikio mawili, hapo katikati, ukaweza kuyadhibiti vizuri, umedhibiti kila kitu. Nimewambieni ya kwamba mtu ambaye anaweza kukutawala namna unayofikiri amesha kumaliza kabisa. Television inaitwa nini? Television. Television inakupa maono, yanaingia hapo, ndio. Lakini unaposoma vitabu, yale maandishi ambayo unayasoma pale, yale maandishi, unapotamka neno, kwa mfano uwanja wa vita, mtu ambaye hajui Kiswahili akiniambia nikimwambia andika uwanja wa vita, write down uwanja wa vita, yule mtu anapohangaika uwanja wa vita, anajaribu, anahangaika, atakachoniambia ni nini? Anasema nipe spelling, taja spelling. Nikitaja spelling tasema UWANJA. Hizo ndizo spelling. Unajua maana ya spelling? Kuspell ni kurusha uchawi. Kwa kila unachokisoma umejiroga. Hasa shida ni kwamba neno kuroga tumeanza tunadhani liko kwenye upande mbaya tu. Kuna positive na negative. Yaani nani amekugeuza fikra? Ndio maana yake. Kwa unachokisoma kinakugeuza fikra.
Andiko la Efeso 6:12 linaweka wazi kuwa vita yetu si damu na nyama. Hupambani na bosi wako, hupambani na wifi yako, hupambani na yule mfanyakazi mwenzako. Hawa sio maadui zako hata kidogo. Elewa kuna roho iko hapo, ndio unatakiwa uweze kupambana nayo. Wale ambao mnaangalia kwenye television sasa hivi, hebu angalia hapo kwenye skrini yako, kuna kitu nahitaji tukisome pamoja uweze kukiona vizuri, ambacho kitakusaidia, kwa sababu lengo langu ni kwamba na wewe uweze kusoma, pate hizi spell za kiroho, ili uweze kubadilisha fikra yako, usimame kama mshindi. Sikia maneno haya: hapa ndipo shetani hupanda hila zake, ambazo haziji kama mishale inayoonekana kwa macho, bali huja kama mawazo, mashaka na hofu zilizojengeka kama ngome ndani ya akili. Wapi? Kwenye ubongo wako, kwenye kichwa chako. Hapa ndipo shetani hupanda hila zake, ambazo haziji kama mishale inayoonekana kwa macho. Akikuletea mshale unaonekana kwa macho, utaukwepa. Kwa inabidi alete katika staili ambayo wewe mwenyewe huwezi kuelewa kwamba ndio inakuja hivyo. Baadhi ya masomo aliyopita huko nyuma niliongelea kitabu cha Korinto wa pili sura ile ya 10 fungu la 4 mpaka la 5. Mtume Paulo anapoongelea kwamba silaha za vita vyetu si za damu na nyama, zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Zina uwezo, na hizo ngome nimezitaja katika masomo aliyopita kwamba ni ngome gani ambazo adui anajenga kidogo kidogo, lakini anazijenga katika akili yako. Hii inamaanisha kuwa adui hujenga mifumo ya kufikiri inayopingana na elimu ya Mungu ili kumshinda muumini bila hata kugusa mwili wake, akitumia mawazo potofu kama silaha yake kuu. Silaha yake kuu ni mawazo potofu. Kwa kabla hajakuletea ugonjwa kwenye mwili wako, anashughulika na fikra yako kwanza, anashughulika na akili yako kwanza, ili akili yako wewe mwenyewe ambayo ni kama antena iweze kuvuta yenyewe yale madhara na matatizo yanaingia katika maisha yako. Kwa lugha nyingine, ukiweza kudhibiti kinachoingia kwenye akili yako, umeweza kudhibiti kinachoingia kwenye mwili wako. Muhimu sana. Kimkakati, akili ndiyo control room au chumba cha mitambo cha maisha ya mwanadamu, na shetani anafahamu siri kuwa hawezi kudhibiti mwili wako, ndoa yako au hatima yako mpaka kwanza adhibiti akili yako. Ukiangalia yote ambayo nimeyataja hapa, kudhibiti mwili wako, kudhibiti ndoa yako, hatima yako, elimu yako, hawezi kupenya huko mpaka wewe mwenyewe uweze kumfungulia mlango kwa kukubali mawazo yake, suggestions ambazo anazileta kwenye akili yako. Ndio, hebu sikia kisa hiki kidogo. Bwana mmoja alikuwa na nyumba yake nzuri sana. Akaja tajiri mmoja akaja akamwambia, nahitaji hii nyumba yako ninunue. Yule bwana akamkatalia, akamwambia, mimi nyumba yangu siuzi. Yule tajiri akamkazania, sema nina hela nyingi sana, nitakupatia. Yule bwana asema, hii siwezi, kwa sababu ni nyumba yangu ya urithi. Haiwezekani, hii nyumba ya urithi siwezi kuuza kwa mila zao. Tajiri akaondoka. Alipoondoka akarudi tena, akambembeleza tena, akamwambia, basi bwana, mimi hapa mahali napapenda, nyumba yako naipenda. Kama umekataa kuniuzia nyumba yote, niuzie chumba tu hiki kimoja tu, nikupe pesa. Akajaribu kumshawishi yule mtu, akagoma kabisa, akamwambia, siwezi kukuuzia chumba hata kimoja. Tajiri akaondoka. Aliporudi tena akambembeleza, akamwambia, bwana, nakusihi. Akaingia mpaka kwenye kile chumba, akamwambia, hiki chumba hapa ndicho nakitaka. Yule bwana akagoma kabisa, akamwambia, siwezi. Mwisho akamwambia, basi nimekubali, nyumba umekataa kuniuzia, umekataa kuniuzia chumba, mimi nakuomba jambo moja tu, niuzie basi msumari ule pale kwenye ukuta wako, ule msumari kwenye ukuta wako mimi niuzie. Akaambia, kwa hiyo unataka kuutoa uende? Nasema hapana, unabaki hapo hapo kwenye hilo eneo na msumari ubaki hapo, lakini huo msumari uwe wangu. Yule bwana akamkubalia, akasema, msumari tu nitakuuzia. Akapewa pesa, wakaandikishana mkataba, akapewa pesa zake, jamaa akaondoka zake. Aliporudi akija kwenye ile nyumba, anamuomba, bwana, naomba niingie nikatumie msumari wangu. Cha kwanza atamruhusu apite sebuleni, cha pili atamruhusu aingie kwenye chumba, japokuwa kile chumba ameweka vitu vyake vingi viko hapo vya huyu mmiliki wa nyumba, lakini msumari sio mali yake. Kwa alichofanya huyu bwana ambaye amenunua msumari, akaenda akachukua nyama za kutosha kabisa, akaweka
kwenye mfuko ambao umetengenezwa kwa katani kama magunia jinsi yalivyo, akatengeneza akaweka nyama mle ndani vizuri, akaning'iniza ule mfuko pale, akaondoka. Kesho yake anakuja nakagua mfuko wake, kesho kutwa anakuja nakagua mfuko wake, ikaanza kuoza, ikaanza kunuka. Huyu bwana hawezi kugusa, maana alimuuzia msumari. Hali ilikuwa ni mbaya mpaka alihama kile chumba, akahama mpaka nyumba. Shetani ni mjanja, hawezi kuja mara moja, lazima anakuja kidogo kidogo, ili ikiwezekana uweze kumwachia nyumba yote. Nyie ni mashahidi kabisa. Mtu anakuambia bwana, hii kitu ni kitu kidogo, tunaenda kwa mganga, wala hapigi ramli wala hata kuchanja, chukua tu kadawa haka. Na mganga anaambiwa kabisa, wewe anayekuja ana imani za Kikristo, hawezi kukubali. Unapofika pale, mganga anakuambia Mungu akitujalia hii dawa itafanya kazi, wala sitakuchanja, na sisi tunamwomba Mungu aweze kufanya kazi. Ukienda kaitumie tu kuoga. Tayari umeanza kufungua mlango mmoja. Mungu atusaidie sana. Kitabu cha Mithali sura ile ya 23 fungu la 7 utaisoma tu kwa muda wako, lakini maandiko yanasema, maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Neno moja la uongo likipenya na likaanza kukugeuza mtazamo, ukaona lile neno kama lilivyo, ya kwamba na wewe ndivyo ulivyo, utakuwa hivyo ndivyo utakavyokuwa. Lakini ukaweza kulidhibiti lile neno, ukalikataa kwa kanuni za kimungu, ukajiita neno lingine, utabadilika kulingana na lile neno. Wanaofuatilia vipindi vya Jumatano hivi, kuna siku tuliongea kanuni moja ya mimi ni, mnaikumbuka vizuri. Tukasema lazima uangalie neno linalofuata baada ya mimi ni. Hata kama unapitia maisha magumu kiasi gani, usije ukasema mimi ni mgonjwa, mimi ni maskini. Unaweza tu kusema mimi kwa sasa hivi ninapitia uzoefu lakini sio mimi ni. Itakayofuata baada ya mimi ni mgonjwa, ndivyo inavyokuwa. Ninapitia tu uzoefu wa ugonjwa, lakini mimi ni mzima. Hivyo ndivyo inavyotakiwa iwe. Kama rubani anavyoweza kuendesha ndege kubwa yenye abiria 100 kwa kubonyeza vitufe vidogo tu, ndivyo Ibilisi anavyojua. Akifanikiwa kupandikiza wazo potofu, wazo hilo litazaa hisia zitazaa maamuzi mabovu, na hatimaye kuharibu huduma na maisha yako yote, bila yeye kutumia nguvu za kimwili. Naamini umeipata hiyo vizuri sana. Kwa hiyo shetani anachokifanya ni nini? Kwa mfano ukiangalia kwenye ndege, angalia tu kwenye ndege, wale mnaweza kuangalia hizo katika documentaries. Ndege likubwa, lakini rubani tu anatumia tu button tu ndogo tu, anaongoza, inaenda huku, na wakati mwingine ana relax kabisa, maana inajiendesha automatic. Akisha engage vile vitu ambavyo vinatakiwa, ndege inajiendesha automatic. Ndivyo ilivyo. Shetani anajua ukimpatia nafasi katika akili yako, atakontrol kila kitu. Unapomwona mtu ameharibiwa na pombe, madhara yalianzia katika akili yake. Aliaminishwa ya kwamba atakapokunywa pombe atapata furaha, ataondoa msongo wa mawazo, atapata furaha ya muda, lakini atadhuru mwili wake zaidi ya ile furaha ya muda aliyoipata. Mnajua kwamba kulikuwa kuna kitu kinachoitwa kunywa kupita kiasi, na ikaendelea hivyo kwamba unaweza ukanywa kwenye kiwango kinachotakiwa, lakini hivi karibuni WHO imethibitisha hakuna kiwango sahihi cha pombe. Yaani hata kama ni kiasi kidogo kiasi gani, kina madhara katika ubongo wako, bado katika maisha yako. WHO imeshabadilisha msimamo tayari. Kuna mtu ambaye ulishawishiwa na marafiki zako, kawaulize vijana walioanza kutumia madawa kulevya kama bangi, heroin, cocaine na mengineyo, mirungi na mengine yote. Nenda wakaulize walianzaje. Walianza kushawishiwa na marafiki zao, wengine na watu wa karibu wanaowaamini. Hawa watu ambao wanawaamini hawakuwashawishi kwa kuwawekea bangi mdomoni, waliwashawishi kwa maneno. Na akishaanza kutumia siku ya kwanza, pafu ya kwanza imekaa vizuri, akatumia siku nyingine, akaanza kujisikia vizuri kwenye mwili. Baada ya hapo hawahangaiki na yeye tena. Wanajua automatic yule shetani ameshapata kikao katika mwili wa huyu mtu, katika ubongo wake, atamcontrol mwenyewe automatic kwanza kutumia bangi tu.
na atamfundisha mpaka namna ya kuficha. Na ukitaka ujue kwamba karibia kila kitu tunachokiona kina kiroho ndani yake. Bangi, heroin, cocaine, pombe, vyote vina energy ya kiroho ndani yake, vyote nenda ukaviangalie. Ndio sababu kama una kijana wako au ndugu yako au nani ambaye ni mvuta bangi, tokeni naye Dar es Salaam, mfike naye Nairobi, hajawahi kukanyaga Nairobi. Akishaka Nairobi siku ya kwanza tu atajua bangi inauzwa wapi, kwa sababu ile energy inamvuta. Na ukitaka kuacha bangi, cha kwanza ni fikra. Ukitaka kuacha heroin, cha kwanza ni fikra. Ukianza kujiita mimi ni teja, wanasema kuacha hii ni ngumu, umejimaliza wewe mwenyewe. Lakini ukisema ninaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, Mungu atakusaidia. Unaweza kuishinda hiyo fikra, hata kama huwezi kuishinda leo, siku moja, hatua kwa hatua utaishinda kabisa. Warumi sura ya 12 fungu la 2 inakazania sana tuweze kugeuza fikra zetu. Hivyo vita hii kimsingi ni vita ya taarifa ya ukweli na ukweli wa Mungu na uongo wa Shetani. Kwani Mungu anapotaka kukubariki haanzi kwa kukupa vitu vya kushikika, bali hukupa neno au wazo jipya. Nairudia hii tena. Hivyo vita hivi kimsingi ni vita vya taarifa kati ya ukweli wa Mungu na uongo wa Shetani. Kwani Mungu anapotaka kukubariki haanzi kwa kukupa vitu vya kushikika, bali hukupa neno au wazo jipya. Hapa naongea na mtu ambaye nikikuuliza unataka kuwa nani, hilo wazo ambalo linakuja, nataka kuwa daktari, nataka kuwa mwanasheria, nataka kuwa mchungaji, nataka kuwa injinia, nataka kuwa nesi, muuguzi, nataka kuwa sijui nani. Kila unachokifikiria wewe, hilo wazo linakuja hapo. Mungu anakupa hilo wazo kabla hajakupa hicho kitu unachokisema. Kwa hiyo kuna hatua ambazo atakupitisha mpaka uweze kukifikia. Nimewambieni Warumi sura 12 nasema tugeuzwe fikra zetu. Kwa nini fikra? Ni kwa sababu ukigeuzwa fikra utageuza unavyojisikia. Ukigeuka unavyojisikia utageuka unavyotenda. Ona jinsi vinavyopelekana hivi: fikra, hisia, matendo. Kwa hiyo jinsi unavyofikiria itaathiri jinsi unavyojisikia. Jinsi unavyojisikia itaathiri jinsi unavyotenda. Mithali sura ya 4 fungu la 23, Biblia inasema, nasoma Kiswahili kile cha kisasa: linda moyo wako kwa uangalifu wote, maana humo zatoka chemchemi za uhai. Hebu sikia tena pale juu pale, hebu turudi pale juu, turudie slide moja pale ambayo naitamani uweze kuipata vizuri, ambayo nimeisoma hii ni mara ya 3. Hivyo vita hii kimsingi ni vita ya taarifa kati ya ukweli wa Mungu na uongo wa Shetani. Kwani Mungu anapotaka kukubariki haanzi kwa kukupa vitu vya kushikika, bali kukupa neno au wazo jipya. Naamini hiyo umeielewa vizuri. Twende slide ya 2. Kinyume chake, Shetani anapotaka kukuangamiza huanza kwa kukupa uongo au taarifa potofu, kama alivyofanya kwa Hawa bustanini. Hivyo ushindi wa kweli haupatikani kwa kukemea tu, bali kwa kulijaza neno la Mungu ndani yako ili kubomoa hoja za uongo. Kwa nini ninakazania sana kwamba hakikisha unakuwa na
Tenga muda wa kusoma Biblia, soma kwa maombi, soma Biblia, soma kwa maombi. Ni kwa sababu Biblia ndio imeeleza kwamba we ni nani. Utakapojua kwamba we ni nani, utabadilisha fikra. Ukibadilisha fikra, tayari we utaanza kuvuka hicho kiwango na utaanza kubadilika kila kitu. Shetani anapohitaji kubadilisha, lazima akubadilishe kwenye fikra kwanza. Anakuambia utakapo kula hii tunda utafanana na Mungu, wakati tayari unafanana na Mungu. Mwanzo 1 inasema natufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa tayari unafanana, lakini anakuambia kwamba ufanani. Moja ya kauli ambazo zimetumiwa na mataifa ambayo yanapenda kuinyonya Afrika, na Afrika ikabeba ile kauli bila kujua kwamba nani ameianzisha, wakaanza kuishadadia na kuitamka, na ikatamkwa, watoto wakaisikia ikisemwa na wazazi wao na walimu wao, ikakaa na imefanya taifa la bara la Afrika liendelee kubaki hivi hivi. Ni neno ya kwamba Afrika ni maskini. Ni uongo mkubwa ambao hauna ukweli hata kidogo. Huwezi kuniambia Afrika ni maskini wakati Afrika hiyo hiyo wazungu wanakuja tangu miaka karne na karne, wanakuja hapa kuchukua madini, kuchukua vitu, wanaondoka navyo. Hawawezi kuchukua vitu kutokea eneo maskini. Kwa walivyowaambia kwamba nyie ni maskini, tukaanza kuamini ya umaskini. Kwa hiyo akasema nyie ni maskini. Kwa sababu ni maskini, ndiyo nitakupa nguo hizi hapa uvae, alafu mi nichimbe dhahabu, kwa sababu wewe huna nguo. Kwa hiyo akakuaminisha kwamba kuwa na nguo ndio utajiri. Ndio sababu mpaka leo utakuta kuna mtu wa Kiafrika kabisa ambaye anavaa nguo yenye thamani ya milioni tatu. Wakati huo ana ndugu yake yuko kijijini, ameshindwa kwenda hospitali kwa sababu ya shilingi 20,000. Nimenyamaza ili ingie kwenye akili yako kidogo. Bara maskini, lakini wao wanakuja kuchukua vitu. Hata hii habari unasikia ukame kule Somalia, kule wapi, ukikaa vizuri tu ukitazama vizuri, huu ukame ambao tunapambana nao hapa Afrika ni ukame wa kifikra, sio ukame halisi. Utaniambiaje kwamba sisi tuna changamoto ya ukame Afrika mpaka watu wanakufa, lakini tuna bahari za kutosha kabisa? Mombasa kuna bahari, Dar es Salaam kuna bahari, nenda maeneo mengine pia kuna za kutosha kabisa. Si unaona kwamba ni swala la kifikra? Unafahamu kwamba Israeli na mataifa mengineyo wana teknolojia ya kuvuna maji hewani. Yaani hapo hewani, hiyo humidity iliyopo, wenzako wanavuna, wanabadilisha, inatoa maji, maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo kuna wakati hata tukiwa tunaongea huku kwetu kwamba tumekosa maji kwa sababu mvua hazijanyesha, wao wanatutazama tu, wanasema endeleeni kuwa na ujinga wenu hivyo, msonge mbele na maisha yenu, tuendelee kuwanyonya zaidi. Badilisha fikra kabisa. Sisi sio maskini, sisi sio maskini, na wala sisi sio wajinga. Hiyo naikataa mpaka kesho. Haiwezekani tuwe wajinga alafu kanuni ya Pythagoras ilitoka Egypt, yule Myunani akaichukua akaifanya kuwa ya kwake. Yaani haiwezekani kwamba eti sisi ni wajinga ambao hatuna elimu, eti sayansi imetoka kwao, tutengeneze mapiramidi ambayo mpaka leo jamaa anahangaisha ubongo kwamba hivi alitengenezwaje. Hiyo kitu sio kweli. Badilisha mtazamo kwanza. Ukibadilisha mtazamo utaona mambo jinsi yanavyoenda. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, shetani anaingiza fikra.
Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa sababu huko ndo kunatokea chemchemi za uhai. Kwa hiyo ukibadilisha mtazamo, unakumbuka kwenye somo lililopita tukasema kwamba badilisha ile hali yako, utu wa ndani, utu wa ndani. Mtu anayeshinda vita hii kwenye fikra zake ameshinda vita katika nyanja zote za maisha. Mnaofuatilia tafiti, mnaopenda kufuatilia research mbalimbali pamoja na mimi, ni BBC walitoa hii kwamba wanaendelea na utafiti kule Uingereza juu ya watu ambao waliweza kuipiga, na natumia neno kupiga kwa sababu wanatumia to beat cancer stage 4 kwa kujiongelesha maneno mazuri tu, kwa kuamini kwamba wako salama na hakuna kansa, na walivyokuja kuripoti kansa ilipotea kabisa, haipo. Mmegundua kwamba kuna baadhi ya watu mara wanapoambiwa na saratani ndio anakufa haraka. Mtu anakuambia yani ameambiwa tu juzi, alafu hata mwezi haujapita amekufa. Ni kwamba alipoambiwa alimeza kile kitu, alikikubali na akaona ndio mwisho wa maisha yake. Awazavyo ndivyo anavyokuwa. Sayansi inakubali kabisa kwamba haya mambo yako ndivyo yalivyo. Warumi sura 8 fungu la 6, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kaa sana uisikilize hii na kuielewa. Nia ya mwili ni mauti, ukiendekezwa na tamaa za kimwili, mwili unavyotaka. Maana kuna wakati ukifanyiwa kitu kibaya, mwili unakuambia umeonewa, wanakufanyia mabaya, wewe tu wanakuonea, unakuwa kwenye huzuni. Unapokuwa kwenye huzuni, upo katika mwili. Unapokuwa kwenye mwili, kifo kinakufuata, msongo wa mawazo. Haijalishi unakula vizuri kiasi gani, unafanya mazoezi kiasi gani, kama hujadhibiti msongo utakufa tu. Yani sawa na mtu ambaye hafanyi mazoezi, sawa na mtu ambaye anakula ovyo. Nenda kauliza hata hizi AI zako unazojua, ni jambo gani, mambo gani matatu muhimu au matano ambayo mtu akifanya anaishi maisha marefu. Utakuta AI itakavyokuelezea hili linakuwa la kwanza na la msingi mkubwa, kudhibiti msongo wa mawazo. Ndio yote kwenye kitabu cha Testimonies for the Church, kile kitabu cha 3 kurasa wa 69, kuna maneno haya. Naomba niyasome katika lugha ya mkoloni, baadaye tutakuwekea slide katika lugha ya Kiswahili. Anasema, the brain is the capital of the body, the seat of all the nervous forces and of mental action. By the brain nerves, mental impressions are conveyed to all the nerves of the body as by telegraph wires, and they control the vital actions of every part of the system. Ubongo ndio mji mkuu wa mwili. Kupitia neva za ubongo, hisia za kiakili husafirishwa kwenda kwenye neva zote za mwili kama nyaya za simu, nayo hudhibiti utendaji muhimu wa kila sehemu ya mfumo. Kila sehemu ya mfumo. Kwa hiyo kuna waya zisizoonekana zimepita kila mahali, zipo kila mahali katika mwili wako. Ukiweza kudhibiti kile ambacho unakifikiria, umedhibiti kila kitu. Niliona mtu mmoja ameposti jambo zuri nikalipenda. Anasema kwamba wamefanya utafiti watu wanaotumia supplements. Hivi tunaita supplements ni kama niite tibalishe au niseme ni vitamin C, hizo vitamin C, unakuta kuna B, kuna nini, vile vitu ambavyo hatuvipati kutoka kwenye vyakula vya kutosha. Kwa hiyo kuna vidongo amevitengeneza ili uweze kutumia mbadala. Wanasema hivi, mtu ambaye ana mawazo chanya, anayejiongelesha vizuri, anapata faida kuliko mtu anayetumia supplement. Kwa hiyo kuna saa nyingine tu wewe unaumwa huko kitandani unanisikiliza, mwili wako unapambana na bakteria au virus kwenye mwili wako. Kuna saa tu jiongeleshe mwenyewe, sema yani ninafurahi maana mwili wangu unapambana na wadudu. Mwili wangu unawaweza bakteria, umewadhibiti kweli kweli, unafurahia. Kitendo cha kuongea hayo maneno kwa dakika 5 umeongeza kinga ya kudhibiti kuliko antibiotic uliotumia. Sina maana kwamba usitumie dawa, usije kanukuu vibaya. Sikiliza sasa. Ngome hizi asili yake ni nini? Asili ya ngome kama tulivyoangalia katika Wakorintho wa pili sura ya 10 fungu la 4. Sasa sikia. Ngome ni uongo ambao umeaminiwa kwa muda mrefu kiasi kwamba umegeuka kuwa ukweli katika akili ya mtu. Kwa hiyo kitendo cha kuendelea kuamini ule uongo kwa muda mrefu unakuwa ni kama ukweli. Tunasema hivi kisaikolojia, uongo uliorudiwa sana huaminiwa kama ukweli katika akili. Ni hatari sana kurudia uongo. Ndio maana mimi hata katika mahusiano ya ndoa kwingine kwa nasema hivi, siamini kabisa kwamba kuna watu ambao hawatofautiani. Hicho kitu hakipo. Lakini naamini ya kwamba